Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion. Nachotaka niseme mimi kwa wakati huu, tunachojifunza katika Ramadhani Waislamu, wajibu wetu na jukumu letu sasa ni kuenda kuishi mwezi wa Ramadhani katika miezi isiyokuwa Ramadhani. Yule mlevi ambaye aliweza kuvumilia siku 29 bila ya kunywa pombe, sasa avumilie miezi 11 awe kaagana na pombe. Yule tariku swala ambaye alikuwa anaona shida kuto kuswali ndani ya Ramadhani siku 29, sasa akaishi maisha ya kuswali ndani ya miezi 11. Kadiri ulivyokuwa unaishi kwa hofu ya Mungu ndani ya Ramadhani, sasa unatakiwa uende ukaishi na hofu ya Mungu miezi 11 baada ya Ramadhani. Huu ndio msingi wa ibada ya saum, na ndicho ambacho nashauri kwa Waislamu kuhakikisha kwamba wanaishi maisha anayoyataka Mwenyezi Mungu. Naam. Sawa, pamoja na yote ambayo umeyazungumza hapa, naamini kwamba tutakuwa tumeyafahamu na tumeelewa. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani uliomalizika, kuna mambo mengi ambayo yalijitokeza wakati mwingine, ambayo kwa nafasi yako kama muhadhiri na ulikuwa ukizungumza kama nasaha pia, kwa namna gani ambavyo unaweza kuiona kwamba nasaha yako inaweza kuishi kwa kipindi kijacho cha miezi 11 ijayo, kama ulivyozungumza kwamba tulioishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuyaishi pia nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye miezi 11 ijayo? Wajibu wa kila mmoja wetu ni kumfikishia ujumbe mwingine, bila ya kujali ujumbe huu utaishi kwa kiasi gani, utapokelewa kwa kiasi gani. Jukumu la kutoa nasaha, kufundisha, kuelimisha na kuonya ni jukumu la kila Muislamu. Kuna watu wanahisi kufundisha dini ni jukumu la viongozi wa dini peke yao. Kuelimisha na kuonya ni jukumu la kila Muislamu, na hii ni ushahidi wa Qur'ani uliopo katika kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Pale aliposema baada a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahim, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bisabr. Aya hizi 4 zilizopo katika surati Asri, Mwenyezi Mungu ametoa maelezo mapana, na baadhi ya wanachuoni wanasema hata Mungu asingeteremsha aya zingine ikabaki hizi 4 tu, ingekuwa tayari muongozo umekamilika na Qur'ani ingekuwa imekamilika, kwa sababu msingi wa aya hizi umebeba kila kitu cha msingi katika maisha ya mwanadamu. Allah anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim, wal asri, Mwenyezi Mungu anaapa kwa asri. Asri wasomi wameigawa katika maana tofauti tofauti. Kuna waliosema asri ni wakati wa alasiri, kuna watu waliosema asri ni zama za mwisho za Mtume Muhammad, wanaosema asri ni tone la pumzi ya moyo anapotona mwanadamu, na kuna waliosema asri ni wakati, yani ile sekunde moja inapogonga ndwa, hiyo ndo asri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wala asri, anaapa kwa nukta ya sekunde ya uhai anayoishi nayo mwanadamu. Innal insana lafi khusri, maisha ya mwanadamu anaogelea katika bwawa la hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu, wa amilu salihati, wao wanautumia wakati kwa kutenda mambo mema. Kwa hiyo kuna makundi mawili ya binadamu. Kuna ambao wanautumia wakati kwa kutenda mabaya, au Mungu anasema anawaonya, anawakaripia kwamba hao wanautumia wakati kwa hasara na watapata hasara. Ila ladhina amanu, waliotumia muda wao vizuri, waliotumia pumzi yao vizuri, waliotumia uhai wao vizuri,
ni wale walioamini, ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume. Hapa nazungumzia waumini, waaminio, illa alladhina amanu, ila sio illa alladhina muslimun, illa alladhina amanu, kama kule Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Mungu katika mambo ya msingi anaongea na waumini yanayohusiana na hofu yake. Sababu muumini huwa hageuki. Muumini ni kama vile feni, lilivyotengenezwa ndivyo lilivyo, kiwasha litazunguka hivyo tu, halibadili motion. Huyo ndio muumini. Muislamu anaweza kubadili motion, mnafiki anaweza kubadili motion, lakini muumini kamwe na katu hawezi kubadili motion. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waamiru salihati, hawa wanaotenda mema hawa ni watu walioamini, ila alladhina amanu, isipokuwa walioamini, waamiru salihati, wao huwa wanautumia wakati kwa kutendea mema. Watawaso bil haqi, wajibu wao mwingine na jukumu lao jingine, hawa walioamini, watawaso bil haqi, wanawafundisha watu kutenda mema. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion. Watawasau bilhaqi, wanawafundisha watu kutenda mema. Manake mwanadamu katika maisha yake anatakiwa ajikite katika kufundisha watu, kuelimisha watu kutenda mema. Kwa hiyo jukumu la kufundisha mema si la Dr. Sule tu kwamba yeye ni muhadhiri, yeye ni shekhe, iishie pale. Jukumu la kuamrisha, kufundisha si la Shekhe Kipozeo tu, si la Shekhe Walidi tu, si la mufti wa Tanzania tu. Hapana, jukumu hili ni la kila Muislamu. Illa alladhina amanu, kila Muislamu aliamini, waamiru salihati, wajibu wake wa kwanza ni kutenda mwenyewe vitendo vizuri, watawaso bil haqi, na kuwahusia watu mambo mema, kuwafundisha watu mambo mazuri, kuwafundisha watu haki, kuwaelimisha watu juu ya kumjua Mwenyezi Mungu. Hii ndio msingi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka kwa Waislamu. Kwa hiyo kila Muislamu ana wajibu na jukumu la kufundisha. Wewe baba hapo ulipo kwa nafasi yako, unatakiwa ujiulize kama wewe ni muumini na jukumu lako umelitekeleza. Ni mara ngapi umewaita watoto wako, umemuita mke wako, ukawaweka chini, ukawafundisha hii haram, hii halali, hii haram, hii halali. Wewe kama baba umefanya jukumu lako muda gani? Wewe kama mama muda gani umekaa kufundisha watoto wako halali na haramu, kipi kinafaa, kipi hakifai? Muda wako kama mama umeutumia saa ngapi kuielimisha jamii kutambua Mwenyezi Mungu anataka nini? Lakini sio mzazi tu, hata wewe mfanya biashara pale sokoni. Wewe unauza nyanya, mmepanga pale, hawa wanauza nyanya, wanauza vitunguu, wanauza mandazi, wanauza hiki. Muda wa swala umefika. Wewe kama muumini, wajibu wako ni kuhakikisha kila Muislamu katika ile soko amepata ujumbe wa kutambua adhana imeadhiniwa na unakwenda kusali. Sio wewe muumini siku ya Ijumaa adhana inaadhiniwa, wewe unawaaga wenzako, niangalizie biashara yangu. Na unayemwambia kuangalizie si Joni, unayemwambia kuangalizie si Stera, unayemwambia kuangalizie biashara yako Mwajuma, Fatuma, Abdallah, Kasimu. Huyu hukutakiwa kumwachia biashara. Huyu ulitakiwa umwambie muda wa swala umefika. Allah katupa uhai, twende tukaitumikie ibada ya swala. Hatujui muda na wakati tutakaorejea mbele ya Mola wetu. Hiki ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anakitaka kwa kila muumini. Kwa hiyo niseme tu swala zima la sisi kufundisha na kuona labda watu wamelipokeaje jambo hili, mimi nimetekeleza wajibu wangu, nimeelimisha. Kwenye hilo sasa hapa hapo tumalizie kabla tujaenda kwenye kuitazama Eid yenyewe. Naam. Kwa namna moja ama nyingine ulifadhaika baada ya wewe
kufanya wajibu wako, kutoa nasaha ya baadhi ya mambo hasa katika kipindi hiki, na majibu ya baadhi ya watu ambao inawezekana jiwe lilikuwa gizani, lilitua na likawagonga, wakarespond kwenye majibu yao, wewe kwako mapokeo yako na ulifadhaika kwenye kile ambacho ulikisema, na mwisho wa siku watu wakakurudia kwa maana ya kama kukuattack? Kwanza, dai hatakiwi kuhuzunika. Dai yoyote anayetambua wajibu wake, mfundishaji na mlinganiaji wa dini yoyote anayetambua wajibu wake, anajua wakati wa kufundisha kuna watu watapindua hoja, kuna watu watajibu kwa kutokuelewa, kuna watu watapinga unachokisema, kuna watu bali watakutukana kabisa. Haya yote yalimkuta Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu anasema inna lakum fi rasulillahi huswatul hasana. Mwenyezi Mungu anasema wa inna lakum, hakika yenye mnaye kwenu kiigizo chema, naye ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi binafsi naamini Mtume ni kiigizo katika maisha yangu. Hakuna maisha nayapitia leo ambayo Mtume hakuyapitia. Yako wakati Mtume aliambiwa mchawi, wako wakati Mtume aliambiwa muongo, uko wakati Mtume alitukanwa matusi makubwa na mazito. Kwa hiyo unapolingania kheri, kupingwa, kubishiwa, kukosolewa, kudharauliwa ni moja kati ya principle za dai anazipitia katika maisha yake ya udai. Kwa binafsi mimi haikunihuzunisha, haikuzifedhesha kama yuko mtu alinijibu, japo siamini, kwa sababu sijawahi kusikia mtu akinitaja kwa jina. Labda mtu atakuwa anasema ili mradi kasema kwa kuashiria, lakini nilichokifundisha chochote nimekifundisha kwa maslahi ya nafsi zetu, na kila mmoja ana haki na wajibu wa kuyachunguza yale niliyosema na kuyafanyia kazi ili kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtazamaji, tumemsikia hapa Alhaji Dr. Sule akifafanua kile ambacho inawezekana kimekuwa na maswali mengi, na watu wengine wamekuwa wakijiuliza kwa namna gani ambavyo wanaweza kutafakari kile ambacho Alhaji Dr. Sule alikizungumza ndani ya kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kulibuka pia mijadala ya hapa na pale kwa namna moja ama nyingine. Moja mjadala mkubwa kabisa alioibua Alhaji Dr. Sule aliposema mwezi wa Ramadhani si miongoni mwa miezi iliyotajwa kama mwezi mtukufu. Hii ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo na mimi najaribu kukumbuka miongoni mwa matukio makubwa sana yalienda sana Alhaji. Naam. Kuna watu wakaibuka wakazungumza wanavyotaka wao na vitu kama hivyo, lakini bado walisimamia msimamo wako ule ule, na bahati nzuri ni kwamba ilibaki kuwa hivyo, na bahati nzuri watu walielewa. Baadaye kuna watu walikuwa na comment pia wameelewa kwamba okay, kumbe alikuwa na maana hii. Kwa wakati mwingine ni mambo ya mitandao, watu wanataka wafahamu zaidi, umetimiza wajibu wako. Mimi nikushukuru kwenye hilo, lakini nataka turudi kuangazia kuhusiana na sikukuu ya Eid, kwa namna ambavyo tunapaswa kuishi. Kabla sijaenda huko, nikwambie tu kwamba Maomo Shamas inapatikana hapa Islaha Islamic Dua Center Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Ukifika hapa unayapata maji haya kwa shilingi 3,000 tu, na maji haya ni maji tiba. Nikikwambia ni maji ya dua yenye nguvu haswa kwa sababu imesomewa visomo, lakini pia maji haya ni miongoni mwa maji yaliyochanganywa kutoka katika vyanzo 7 vya maji. Nikisema vyanzo 7 vya maji, unaweza kutafakari hapo ni kwa vyanzo gani hivyo. Ni maji ya maporomoko, maji ya mvua, maji ya kisima, maji moto na maji baridi yametajwa humu na yamewekwa humu. Yako maji ya vyanzo 7. Kwa hiyo ni maji ambayo yamejitosheleza hasa kwenye upande wa tiba, lakini pia unaweza kunywa kwa kukata kiu yako tu na mambo yakakaa sawa bin sawia. Ni kukaribisha hapa kituo cha Islaha Islamic Dua Center Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3. Yanapatikana kwa shilingi 3,000 maji haya, lakini pia unaweza kupiga simu kwa namba ambazo ziko hapo chini na kisha ukawa miongoni mwa watu ambao utapata maji haya. Asante kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia TikTok, endelea kutap vile ambavyo unaweza, lakini pia comment hapo sio mbaya kwa kile ambacho utakuwa umekicomment. Kama unatamani kuuliza kitu pia sio mbaya uka comment hapo chini kwa ambao unafuatilia kupitia TikTok. Niko na Alhaji Dr. Sule, mkurugenzi wa taasisi ya Islaha Islamic Foundation na mhadhiri wa kimataifa wa dini ya Kiislamu, lakini pia na vyeo vingi. Alhaji hapa ni miongoni mwa wataalamu wa tiba
sayansi ya tiba mbadala na ni mtafiti bingwa kabisa. Hakika miongoni mwa vitu ambavyo ameviibua hivi karibuni ni maji ya Maumu Shamas ambayo yako hapa. Alhani, kesho tuna Eid, ama niseme tuko katika Eid sasa, siku ya Eid. Naomba tuzungumze kidogo, tuiangalie yapi ambayo yanastahili kufanywa ndani ya siku hii ya Eid kama muumini ambao umetoka katika mfungo. Karibu. Asante sana. Eid tafsiri yake ni siku ya furaha. Eid tafsiri yake ni siku ya kufurahia au siku ya kufurahi au siku ya furaha. Na Mwenyezi Mungu alipoleta mafunzo ya Uislamu, kila anapoleta ibada yenye malipo makubwa na ngumu zaidi, basi mbele yake huiwekea sikukuu. Nirudie hicho kipande. Mwenyezi Mungu kila anapoileta ibada kubwa ngumu kwa kuitekeleza, basi Mwenyezi Mungu humfanya yule mtu anayetekeleza ile ibada, kwanza humlipa malipo makubwa, mbili humpa muda wa kufurahi. Hii ndio kusema kwanza Uislamu haumtaki Muislamu aishi maisha ya dhiki miaka yote, muda wote, siku zote, miezi yote. Uislamu hauko hivyo. Uislamu unampa nafasi mwanadamu kujibana pale anapolazimika, lakini kufurahia pale anapokuwa na nafasi na muda. Kutokana na sababu hiyo, Eid ni siku ya furaha ambayo chanzo chake kinaanzishwa na ibada ya funga ya siku 29 ama 30, mwanadamu akijinyima kula na kunywa kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu kama aya ilivyosema. Na mwisho wa siku anapewa siku maalum za kupumzika na kufurahia, kuchanganyika na watu wenzake na kufurahia matokeo ya maisha yake ya kujifunga katika amri, sheria na hukumu za Mwenyezi Mungu kwa siku kadhaa. Vivyo hivyo kwa ibada ya hija. Hija ni ibada ambayo mtu anasafiri safari ndefu, anaachana na familia yake, anafungamana na ibada masaa yote. Kwa sababu mtu anapokuwa hija, karibu 90% ya maisha yake ni ibada tu. Kwa hiyo anapomaliza ibada hii ya hija, anakwenda kuchinja, na baada ya kuchinja anapata Eid, yani siku ya kufurahia ambayo atarelax kutokana na kile ambacho ameendelea kukifanya. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion. Kwa hiyo Eid kwanza ni siku ya furaha. Hiyo ndo msingi wa Eid ama sikukuu. Lakini Uislamu una kanuni moja. Pamoja na kuwa Eid ni siku ya furaha na mwanadamu amepewa uhuru wa kufurahia, lakini Uislamu unasisitiza uhuru wenye mipaka. Uislamu haukumpa uhuru mwanadamu usiokuwa na mipaka, kwa sababu uhuru usiokuwa na mipaka ni vurugu. Ndio. Uhuru usiokuwa na mipaka ni fujo. Uhuru usiokuwa na mipaka ni majanga. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kulijua hili, mwanadamu akapewa mipaka ya huo uhuru wa kufurahia na kusherekea sikukuu ya Eid. Kwa hiyo niwaambie tu watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba tunakwenda kwenye sikukuu ya Eid. Tumeingia katika sikukuu ya Eid, lakini Muislamu kitu cha msingi anatakiwa achunge mipaka ya furaha yake. Asifanye sherehe ya Eid na furaha ya sikukuu ya Eid nje ya mipaka ya Uislamu. Anaweza kujikuta badala ya kufurahia na kujikuta yuko katika furaha, akajikuta ameabananga
akajikuta ameyavuruga, akajikuta amejiondolea thawabu alizozichuma mwezi mzima, akajikuta amejiingiza kwenye majanga makubwa yatakayomfanya amchukize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye sikukuu hii, niwaambie Waislamu jambo kubwa na muhimu kabisa ni kuchunga mipaka ya furaha zetu. Tusherehekee Idi kwa kumridhisha Mwenyezi Mungu katika mipaka aliyofundisha. Tusisherekee Idi kwa fikra zetu na mawazo yetu kinyume na mafundisho ya Uislamu na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada hii muhimu kabisa ya sikukuu ya Idi. Kwa sababu mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha, mwenye kusherehekea Idi, mwenye kusherehekea Idi hali ya kuwa siku ya Idi akafanya madhambi, anasherehekea Idi na hiyo siku ya Idi akawa anafanya madhambi, mtu huyu malipo yake ya kulaaniwa, malipo yake ya madhambi atakayoandikiwa ni sawa na mtu anayefanya dhambi wakati Mwenyezi Mungu anawalipa watu anawalipa watu thawabu au anawalipa watu dhambi siku ya Kiyama. Kwa hiyo niseme tu, vijana ambao mmefunga kwa mwezi mzima, watu wazima ambao mmefunga kwa mwezi mzima, isije ikawa kesho asubuhi unaamka umevaa kanzu, umependeza na kilemba, unakwenda kuswali Idi, ukitoka huko unaingia kwenye kibanda umiza, unaingia kwenye baa, unakunywa pombe mpaka unafika mahala unatema kulia, unafukia kushoto. Wewe umepoteza muda. Ibada ya Ramadhani ulishinda njaa, malipo siku ya Kiyama huna, na ukifa unakwenda motoni. Utake usitake, moto ndio makao yako. Kwa hiyo atakaye zini, atakaye iba, atakaye nyang'anya, atakayefanya chochote ndani ya Ramadhani, ndani ya siku ya Idi, tayari atakuwa amefuta mema yote aliyofanya. Bali hata baada ya Idi ikapita miezi miwili, ikapita miezi mitatu, kasema Idi ishapita miezi miwili mitatu nilifunga sana, sasa narudia maasi, wewe ni sawasawa na ambaye anasuka kamba nyuma inaungua, mwisho wa siku hapati cha kufungia. Sawa. Nataka kidogo tumalizie kwenye mazungumzo yetu na sikukuu hii ya Eid. Kwa namna gani ambavyo unaweza kuitaja, kwa sababu ni mtaalamu wa masuala pia ya Bible na umekuwa ukitoa tafsiri hasa ya sikukuu nyingine ambazo zimekuwa zikitajwa kwa maana ya tafsiri yake. Sikukuu hii ya Eid kwenye tafsiri ya Bible, ni mtaalamu wa masuala hayo zaidi, imetajwa humo na ipo na inafahamika kama sikukuu gani? Sikukuu ya Eid hii ya kufuturu baada ya kufunga ndani ya Biblia ipo, na hata funga yenyewe ndani ya Biblia ipo. Iko kivipi? Kwa maana imetajwa, funga imetajwa na Eid imetajwa. Ukisoma Yeremia 36:9, Yeremia, kitabu cha Yeremia sura ya 36 aya 9, inaonyesha ilikuwa katika mwezi wa kenda wakapiga mbiu ya kufunga watu wote waliopo katika mji wa Jerusalem na kando ya Jerusalem. Kwa hiyo mwezi wa kenda ni mwezi wa 9 na kenda ndio 9. Na ukisoma katika kalenda ya Kiislamu, ukianza mwezi wa Muharram ambao ndio mfungo 4 na ambao ndio mwezi wa kwanza, unafuata mfungo 5, unafuata mfungo 6, unafuata mfungo 7, unafuata mfungo 8, unafuata mfungo 9, unafuata mfungo 10, inafuata Shaabani, inafuata Ramadhani. Utakuwa mwezi wa ngapi? Wa 9. Kwa hiyo kama Qur'ani ilivyosema mwezi wa kufunga ni mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa 9 katika hesabu, na Biblia inautambua mwezi huu wa 9 katika Yeremia 36:9. Ama swala la kufuturu na kula Idi ni maandiko mengi. Hosea 9:5 inazungumzia kula Idi, lakini Kumbukumbu la Torati 16:14 Mungu anamwambia Musa na watu wake, nawe utafurahi katika Idi yako, wewe na mkeo na mwanao, mfanyakazi wako, mjane, yatima, pita njia, wote mtafurahi katika Idi yenu. Kwa hiyo Idi ni ibada na ni sikukuu ambayo Mwenyezi Mungu aliitaja tangu kale. Ndio maana ukisoma katika Qur'ani Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam, nyinyi mlioamini mmeradhimishwa kufunga saum kama kutiba alal ladhina min qablikum,
kama tulivyowalazimisha wale Waislamu waliokuwa kabla yenu. Maana yake kwamba watu wa Musa walifunga wakala Idi, watu wa Yesu walifunga wakala Idi, na mitume wengine wengi walifunga wakala Idi. Japokuwa Biblia ya leo kwa Yesu Idi imeondolewa ili isionekane Yesu alikuwa Muislamu, lakini mitume wengi wa nyuma Idi walikula. Na yeye Yesu anasema katika 5:17 Mathayo, amin amin nawaambia, sikuja kuitangua Torati wala manabii, bali kuitimiliza. Kwa maana amin nawaambia, nukta moja wala yodi moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Kama Bwana Yesu anasema nukta moja au yodi moja ya Torati haitaondoka juu ya mgongo wa ardhi mpaka yote yatimie, na Waislamu na watu wa Idi, watu wa Musa walikula Idi, na sisi tunakula Idi, maana yake haya ni mafundisho ambayo ndiyo sahihi. Sasa Yesu kwa nini haonekani anakula Idi? Kwa sababu walioitengeneza Biblia walimuandaa Yesu kwa mfumo wa muonekano Kikristo. Kwa hiyo haingekuwa rahisi kuiona hiyo ibada ya Idi katika Agano Jipya. Lakini Agano la Kale Idi ipo. Ukiangalia katika zile vitabu vya Matendo kwenda mbele, toa zile Injili 4 mbele, utakutana na Idi. Kwa Idi ni kitu kikubwa sana. Kwa Idi ya wote. Idi ni sikukuu ya wote. Idi ni sikukuu ya wote. Ya wote kwa maana ya walioamini sasa. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Waislamu wanasherehekea Idi kujipongeza baada ya kufunga. Lakini sikukuu hii ni ya kuwalisha watu wote ili kuonyesha furaha yako kwa wale wanaokuzunguka. Kwa kauli hiyo sasa unaweza kualika hata ndugu zako ambao labda kiimani hamko sawa. Tena haswa ndivyo inavyotakiwa siku ya Idi. Wale wenye uwezo wapike chakula kizuri, wapike chakula kingi, wakaribishe wageni, kama ambavyo mimi sasa hivi nachukua fursa hii kukukaribisha. Kesho wameanguka kuku wengi sana nyumbani. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.